Basi leo tunajifunza somo la 12. Hili ni somo letu la mwisho kabisa kuhusu UTI. Somo jinsi ya kukusanya sampuli ya mkojo kwa usahihi. Jinsi ya kwenda kuchukua mkojo kwa usahihi kabisa. Unaweza kupima UTI lakini majibu yakawa ni ya uongo kwa sababu tu fulani ikiwepo kuchukua huo mkojo pasipo na usahihi. Kwa hiyo tujifunze leo hatua kwa hatua namna ya kuchukua mkojo kwa usahihi kabisa na kuupeleka maabara kwa ajili ya vipimo. Hatua ya kwanza, anza kusafisha sehemu za siri. Tumia maji safi. Kwa wanawake kama tulivyojifunza mwanzo, safisha kuanzia mbele kwenda nyuma. Hii hupunguza uchafuzi wa sampuli yako. Unapunguza kuchafua mkojo wako. Kwa sababu gani? Umetoka nyumbani mpaka sehemu ya hospitali unapotaka kupima. Umetembea kwa muda fulani. Umepata majasho, huenda kwenye mapaja, na wengine sehemu za siri kabisa zimetoa aina fulani ya majimaji au uteute. Kwa hiyo inatakiwa ufanye usafi kwanza. Usafishe kwanza. Baada kusafisha ndio sasa tunaenda hatua ya pili. Anza kukojoa kwanza. Ule mkojo wa kwanza uende upite. Hii huondoa wale bakteria wa nje. Hatua ya tatu, kusanya mkojo wa katikati, midstream urine. Huu ndio mkojo sahihi kwa kipimo. Lakini pia usijaze hicho chombo ulichopewa kupita kiasi. Chukua kidogo tu, kiwango kidogo tu kinatosha. Usichukue mkojo wa mwanzo, ila chukua mkojo wa katikati. Afu ule wa mwisho pia achana nao. Mkojo wa katikati wakati unakojoa kwenye hicho chombo chako. Hatua ya 4, funga chombo vizuri na upeleke maabara haraka. Tumia dakika 30 mpaka 60. Dakika 30 mpaka 60 kutoa huo mkojo. Simaanishi utoe kidogo kidogo, na maanisha baada ya kutoa huo mkojo, hizo dakika 30 mpaka 60 tayari huo umeshapeleka maabara kusubiri majibu yako. Tangu unakojoa mpaka mkojo unafika maabara, utumie dakika 30 mpaka 60. Hatua hizi 4, mkojo wako utakuwa sahihi na vipimo vyako vitakuwa sahihi. Lakini kuna mambo ya kuepuka. Haya ni makosa unatakiwa uyaepuke. La kwanza, kugusa ndani ya hicho chombo ambacho utawekea huo mkojo. Hutakiwi kugusa kwa ndani kwa kidole au kwa namna yoyote. Cha pili, hutakiwi kuchukua mkojo wa mwanzo kama nilivyosema. Anza kukojoa kidogo, alafu baadaye weka huo mkojo, alafu ule wa mwisho achana nao pia. Cha tatu, kuchelewa kupeleka hiyo sampuli, kupeleka huo mkojo maabara. Usicheleweshe. Tumia dakika 30 mpaka 60. Baada ya dakika 60, huo mkojo wako hautatoa matokeo ya sahihi zaidi. Kwa mambo haya ndio yanaweza kuharibu sampuli yako na majibu yakawa sio sahihi. Basi share na hii pia video, watu wengi wajue, like, comment pia ili tushauriane. Ni follow. Mungu awabariki sana. Tumemaliza mada hii ya UTI. Asante.